Ukisoma kanuni namba 1 na kanuni ndogo ya 5 ya kanuni za maadili ya uchaguzi kinasema chama cha siasa ambacho hakita saini au mgombea ambaye hata saini fomu namba 10 hatoteuliwa kuwa mgombea, na chama cha siasa ambacho hakijasaini kanuni za maadili hakiweza kusimamisha mgombea na kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha siasa ambacho hakijasaini, maana yake hakitashughulika na shughuli zozote zinazohusu masuala ya uchaguzi. Na hata kwa uteuzi tutapeleka barua kwenye vyama vyote 18, hatutapeleka taarifa kwenye chama kimoja kwa sababu automatic kimejiondoa kwenye harakati za masuala ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa mtu anaweza kadhania kwamba anaweza akasaini kesho. Hapana, signing ilikuwa ni leo. Saizi tunazipeleka kwa ajili ya mpiga chapa aweze kuzitoa kwenye gazeti la serikali, ziweze kutumika rasmi. Kwa ambacho hakikuja leo hakiwezi kutoa fursa kesho. Ilikuwa ni signing leo na kila chama kimepata fursa, na kila chama tulikipigia simu. Na kila katibu mkuu wa chama alipokea simu yetu na kusema mimi nafikiria nitakuja au nitakuja, kwa umejitokeza. Kwa fursa ya kusikilizwa kuja chama vyote vilipata. Kwa hiyo chama ambacho hakusaini maadili ya uchaguzi hakitoshiriki uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unatarajiwa kufanyika mwaka huu, na hakitoshiriki chaguzi zingine zote ndogo zikazotokea katika uhai wa miaka hii mitano kuanzia 2025 mpaka 2030. Hapo kanuni za kutunga wengine, kwa sababu kinachoishi baada hapo ni sheria. Lakini kanuni huwa zinatungwa ambazo zinatumika kila kwa muda wa miaka mitano. Kwa kanuni zote zilizofungwa mwaka huu 2025 zitatumika uchaguzi 25, uchaguzi mdogo utakaotokea 26, uchaguzi mdogo utakaotokea 27, 28, 29 na 30 kabla ya ule mwaka mmoja kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha siasa kijasajili hakijasaini, maana yake hakishiriki uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 wa rais, wa bunge na madiwani, na uchaguzi mdogo mwingine wowote utakaojitokeza katika kipindi cha uhai wa miaka mitano.